Mawasiliano ya barabara toka Somanga hadi Mtama yameanza kurejea kwa hatua katika barabara iendayo mikoa ya kusini tangu leo alfajiri baada ya wataalam na wakala wa barabara TANROADS kufanya kazi usiku kucha na mchana kurekebisha eneo hilo la Somanga. Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega, ambaye aliweka kambi katika eneo hilo tangu jana, aliongea na waandishi wa habari na kusema kuwa magari madogo 230, mabasi 10 na baadhi ya malori 30 yaliyobeba bidhaa mbalimbali ikiwemo mawe makubwa yamefanikiwa kuruhusiwa kupita katika eneo hilo la Somanga kuanzia leo kati ya saa 11:30 alfajiri hadi saa 12 kamili asubuhi. Kwanza naomba nitumie fursa hii kuwashukuru sana Watanzania wote kwa salamu mbalimbali wanazozitoa za pole na za kututia moyo wakati huu ambapo limetokea tatizo hili la kukatika kwa barabara ya kuelekea mikoa ya kusini. Tunaomba turudie tena kuwapa pole wenzetu wa mikoa ya kusini na Watanzania kwa ujumla. Na wapokee salamu za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan za pole kutoka kwake binafsi, na amenipa maelekezo ya kwamba mimi na wenzangu wote hakuna kulala, ni kuhakikisha kwamba mpaka Watanzania suluhu ya jambo hili ipatikane. Nitoe ripoti kwa Watanzania ili wapate kujua nini ambacho kinaendelea katika eneo hili la Somanga, lakini vile vile na katika eneo hili la mto Matandu. Upande wa Somanga tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana kwa njia ya dharura kuweka mawe makubwa, ambapo tumeweka mawe makubwa zaidi ya gari 100 tumeziweka pale kwa malengo ya kwamba maji yanaweza kuendelea kupita, lakini juu magari na yenyewe yapite. Na kwa maana hiyo jumla ya gari 230 gari ndogo zimefanikiwa kupita. Tulianza kuruhusu kupitisha magari saa 11:30 kuja saa 12 kamili asubuhi alfajiri ya leo, na mpaka sasa gari ndogo 230 zimefanikiwa kupita. Lakini pia vile vile tumefanikiwa kupitisha magari kwa maana ya mabasi ya abiria takriban 10 yamefanikiwa kupita, na hii inatoa idadi ya jumla yanayokwenda kusini na magari yanayoelekea Dar es Salaam. Kwa hivyo magari 10 kwa maana mabasi yamefanikiwa kupita pia vile vile. Ulega amesema hayo wakati akitoa taarifa ya awali akiwa mkoani Lindi, wakati akiendelea kusimamia zoezi la urejeshwaji wa maeneo yaliyokatika katika barabara kuu ya Dar es Salaam kuelekea Lindi. Baadhi ya abiria waliolazimika kusubiri usafiri usiku kucha wamezungumza na waandishi wa habari na kutoa shukrani kwa wataalamu waliofanikisha kazi hiyo kwa kufanya kazi usiku kucha.